katika juma la pili la Pasaka, juma ambalo kwa namna ya pekee kanisa limelitenga kwa ajili ya kuadhimisha huruma ya Mungu katika maisha yetu sisi kama wanadamu. Dominika ya huruma ya Mungu tuliadhimisha Dominika ya pili ya Pasaka, ambayo asili yake ni Sister Mtakatifu Faustina Kowalska, yeye ambaye alipata maono na ambaye alitokewa na Kristo kwamba atangaze huruma ya Mungu kwa watu wote. Na hivi Baba Mtakatifu hayati Papa Yohane Paulo wa pili mwaka 2002 aliikuza ibada hii ya huruma ya Mungu. Katika maisha yetu sisi kama Wakristo ama safari yetu ya imani, tunajua tuna rozari ya huruma ya Mungu, daima tukiomba huruma ya Mungu iendelee kujidhihirisha katika maisha yetu. Lakini hata katika kuikaribia ile Dominika ya huruma ya Mungu, Wakristo walikusanyika kusali novena hiyo ya huruma ya Mungu, ili kusudi hii huruma ya Mungu idumu na idhihirike katika maisha yetu. Juma hili ambalo tunaadhimisha huruma ya Mungu, tumesikia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi chote cha Pasaka, na pengine labda tutakuwa tunajiuliza kwa wale ambao wamegundua na wanafuatilia liturujia neno la Mungu katika masomo ya misa. Daima somo la kwanza linatoka katika Agano la Kale, vitabu vya Agano la Kale. Injili toka katika Agano Jipya. Lakini kipindi cha Pasaka somo la kwanza litoka katika Agano la Kale. Wale ambao wanafuatilia, somo la kwanza linatoka katika Agano Jipya, kitabu cha Matendo ya Mitume. Huruma ya Mungu inajidhihirisha kwa mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo, wale ambao walimuimbia, walimshangilia akati anaingia Yerusalemu. Wanafunzi wake wale ambao walitandaza mitende, walitandaza apite, wakampandisha na punda, wale ambao baadaye wakageuka ugeugeu wa ubinadamu, kwamba asulubiwe. Imebadilika tena, sio tena mwana wa Mungu, hosana hosana, mwana wa Daudi, lakini sasa imebadilika, asulubiwe, asulubiwe. Huruma ya Mungu inajidhihirisha kwao wote. Huruma ya Mungu inajidhihirisha kwao wote. Na kwa namna pekee katika juma hili, ndugu zangu wapendwa, huruma ya Mungu inaendelea kujionyesha katika udhaifu wetu sisi kama wanadamu. Tunaalikwa kutafakari zawadi hiyo kubwa ya huruma ya Mungu katika maisha yetu sisi wanadamu. Kuanzishwa kwa Ekaristi Takatifu ambayo tumekusanyika sisi hapa kwa wingi, tunamwabudu Yesu wa Ekaristi, na bahati iliyoje kwetu sisi kama wanadamu, ni huruma ya Mungu kwetu sisi wanadamu. Wala hakuna kitu chochote cha kipekee tumefanya kumfurahisha Mungu atuachie zawadi kubwa ya Ekaristi Takatifu, ndugu zangu wapendwa, bali ni huruma ya Mungu inayojidhihirisha katika maisha ya mwanadamu. Na hivi sisi sote tunaalikwa kuitafuta huruma hiyo kwa moyo wa toba na kwa moyo wa unyenyekevu. Na ndio maana bado tunaona kuna picha ya huruma ya Mungu ipo juma hili lote. Tunaiadhimisha huruma ya Mungu katika juma hili, lakini hii haimaanishi kwamba huruma ya Mungu inafungwa katika maisha yetu. Huruma ya Mungu ni ya milele. Huruma ya Mungu inaendelea kudumu katika safari ya mwanadamu, na ndio wazi tunaona upendo wa Mwenyezi Mungu katika kutuachia sisi sakramenti ya upatanisho, sakramenti ya maungamo, sakramenti ya kitubio. Pale katika hali yetu ya udhaifu wa kibinadamu, maelekeo ya kutenda dhambi, ambapo asili yake ni wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa, tunamkosea Mwenyezi Mungu, tunaanguka katika dhambi. Tunaalikwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu kwa moyo wa toba na kwa moyo wa unyenyekevu, kuendelea kuitafuta huruma ya Mungu,
na huruma ya Mungu haifungwi kwa mtu yeyote. Huruma ya Mungu haina kikomo. Huruma ya Mungu ni ya milele. Na hivi ndugu zangu wapendwa, tunaalikwa sisi sote ambao tumekusanyika hapa mbele ya Yesu wa Ekaristi, tumuombe Yesu wa Ekaristi ili tutambue ukuu na thamani wa zawadi kubwa ya sakramenti ya kitubio. Hilo ndio lengo kubwa ndugu zangu wapendwa, katika kuadhimisha Dominika ya pili ya Pasaka, katika kuadhimisha Dominika ya huruma ya Mungu, katika kuadhimisha Dominika nyeupe. Sisi sote tunaalikwa kutambua ukuu na thamani ya sakramenti ya kitubio katika maisha yetu. Katika hali yetu ya udhaifu wa kibinadamu, Mwenyezi Mungu anaendelea kutuita turudi, tujipatanishe naye, tuendelee kutenda kadiri ya matakwa yake. Kukataa sakramenti ya kitubio ni kukataa Ekaristi Takatifu. Hauwezi kumpokea Yesu wa Ekaristi ukiwa katika hali ya dhambi. Kukataa sakramenti ya Ekaristi Takatifu ni kukataa huruma ya Mungu katika maisha yako. Simple logic. Na hivi ndugu zangu wapendwa, tunapoelekea kutamatisha juma la tafakari ya huruma ya Mungu, tunaalikwa sisi sote kuendelea kutambua kwamba Mungu daima yuko pamoja nasi katika safari yetu ya maisha. Mungu yupo pamoja nasi katika safari yetu ya kumjua yeye siku zote za maisha yetu. Na ndio katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mitume wanashuhudia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, mitume wakiwa wamejivika moyo wa ujasiri. Leo tumesikia katika somo la kwanza, mitume wanawekwa barazani kwa wakuu wa makuhani na Wayahudi kwa sababu walishakatazwa vikali kwa nguvu kumtangaza Kristo mfufuka. Ni kwa sababu Wayahudi hawakumpokea Yesu, kwa sababu alijitangaza kuwa ni Masia, alitangaza kuwa ni mwana wa Mungu, na Masia ambaye walikuwa wanamtegemea. Mara kadhaa tunasema ni yule Masia ambaye atakuja kuwatoa katika utumwa wa Warumi, maana walikuwa wanatawaliwa na Warumi. Huyo ndo atakuja kuwakomboa, lakini ambia kwamba huyu amekuja kutukomboa katika utumwa wa dhambi. Hapana, sio huyu. Kwa hiyo wamemkataa. Lakini ushuhuda huu unaonekana na unajidhihirisha wazi katika kaburi la Yesu. Kaburi lake liwazi. Kristo amefufuka, ameyashinda mauti, yu mzima, na wanastaajabu, wanashangaa. Mitume ambao walikuwa wamejificha, wamejifungia ndani kwa hofu ya Wayahudi, sababu walikuwa wafuasi wa Kristo, wanaogopa nao watatafutwa, watauawa. Na ni kweli baadaye walikuja wakauawa katika nyakati tofauti. Wanamshuhudia Kristo. Kumbe ndugu zangu wapendwa, habari ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo haishi tu katika kaburi liwazi. Habari ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo unaendelea kujidhihirisha katika maisha yetu, na ndio mitume wamechukua kazi hiyo ya kuendelea kumtangaza Kristo mfufuka. Na wale ambao walikuwa hawamwamini Kristo mfufuka, kupitia mafundisho ya mitume wanaanza kuongoka, wanaanza kumwamini Kristo kwa sababu ya kuishika imani. Sisi ambao hatujashuhudia kwa macho yetu ya nyama ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kupitia maandiko matakatifu, kupitia sakramenti ya Ekaristi Takatifu, ndugu zangu wapendwa, hatuna budi kuunganika na mitume. Hatuna budi kuandamana na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo katika hali zote, nzuri na mbaya. Mitume leo wanapelekwa barazani kwa wakuu wa makuhani na Wayahudi kuhojiwa, kwa nini mnaendelea kumhubiri huyu na sisi tulishawakataza? Kwa sababu inawasuta mioyoni mwao, na watu wanaendelea kuamini, watu wanaendelea kuongoka, watu wanaendelea kuwafuata mitume.
Na wanapoulizwa, Petro na wenzake wanajibu, imetupasa sisi kumtii Mungu kuliko wanadamu. Imetupasa sisi kumtii Mungu kuliko wanadamu. Ndugu zangu wapendwa, katika safari zetu za maisha kuna sauti nyingi sana ambazo zinakuja katika masikio yetu, katika akili zetu, na tunazipembua tofauti tofauti kulingana labda na maono yetu, kulingana na mitazamo yetu, lakini tukijua wazi hili ni baya, hili ni zuri, kwa sababu Mwenyezi Mungu alituumba na akili na utashi. Leo tunaalikwa kuisikiliza sauti ya Mungu. Tunaalikwa daima kumtii Mwenyezi Mungu, na katika kuisikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu, katika kumfuata Mwenyezi Mungu, katika kusimamia ukweli, utapata upinzani tu. Pengine sisi tumeshuhudia, au pengine kama hujashuhudia, shuhudia ukweli, simamia ukweli, uone kama hutopata upinzani. Mitume katika kushuhudia ukweli wa imani yao, mitume katika kumtangaza Kristo mfufuka aliye hai, wanapata upinzani kwa Wayahudi. Wanaitwa kwa wakuu wa makuhani, wanakatazwa. Katika kushuhudia ukweli tutakutana tu na upinzani, lakini daima tunaalikwa kuendelea kuisikiliza sauti ya Mungu na sio ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu atapita, Mungu yupo milele. Ndio katika somo la Injili ambayo tumelisikia, ndugu zangu wapendwa, Yohane anamshuhudia Yesu, anamshuhudia Kristo kwamba alikuwepo tangu milele yote, ameunganika na Baba, ni mwana wa Mungu. Katika kumshuhudia Kristo na kukiri ukweli wa Kristo, ndugu zangu wapendwa, kuna faida kubwa sana na matunda makubwa sana katika kuisikiliza na kuitii sauti ya Mwenyezi Mungu. Tumaini na faraja ndipo tunakopata. Tukiwa tumekusanyika mbele ya Yesu wa Ekaristi, tumuombe atusaidie katika maisha yetu kuendelea kuisikiliza sauti yake, kuendelea kuwa watii katika maisha yetu, kusikiliza sauti ambayo inakwambia jambo jema, jambo la ukweli la kulisimamia. Hilo ndio mitume ambalo wanalionyesha. Tutaendelea kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi chote cha Pasaka. Niwaalike kwa nyakati zetu tofauti tofauti, tuketi tusome vizuri na tushuhudie mitume walivyoishika imani, walivyoishuhudia imani. Na mafundisho haya yanatutaka sisi sote tuishi, ndugu zangu wapendwa, kadiri walivyoishi mitume, kadiri walivyoishi kanisa la kwanza. Tumwombe Mungu atusaidie tuweze kuwa watii katika familia zetu, kusikilizana katika familia zetu. Pasipo utii, pasipo kusikilizana, hatuwezi kuyaishi mapenzi ya Mungu, hatuwezi kushuhudia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mitume ni mfano. Tuwe watii kwa wale ambao wanatuongoza, kusikiliza sauti ile njema, ile nzuri inayotutaka sisi na inayotuongoza sisi katika kujua na kufuata ukweli, sio sauti mbaya, kwa sababu tumeumbwa na akili na utashi kutambua hili jema, hili baya. Na mitume wameng'amua hilo, kujua kwamba hili ni jema, kumshuhudia na kumtangaza Kristo. Na Yohane Mbatizaji anashuhudia hilo kwa wanafunzi wake, kwa kumshuhudia Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai na daima yuko kwa Baba tangu milele yote. Yesu wa Ekaristi atujalie imani hiyo ya kujivika moyo wa ujasiri kama mitume, ambao leo baraza wanaweka shauri la kuwaua. Sio mchezo, sio kitu cha kawaida. Ni kama umetenda kosa, unapelekwa mahakamani, kimu anasoma kwamba kesi yako, hukumu yako ni kunyongwa. Kama tutakuwa tunakumbuka mwaka jana wale vijana kule Kongo ambao walikamata vijana wengi karibu 150, kitu kama 200, kwamba kwa sheria yao inabidi wauliwe. Vijana walilia sana, kama tutakuwa tunakumbuka wale vijana wengi sana, sheria inasema wanyongwe mpaka kufa, walilia kweli kweli. Kwa hiyo sio kitu cha kawaida kuhukumiwa kifo.
Mitume wamejitoa katika kuishuhudia imani na wako tayari kufa katika kuusimamia ukweli. Sisi kama Wakristo wabatizwa ambao tumeunganika na Kristo kwa sakramenti ya ubatizo, hatuna budi kusimamia ukweli kwa kuishi ahadi zetu za ubatizo. Tumsifu Yesu Kristo.